Kwa hakika kabisa, kuna aya za Biblia ukizisoma ndugu yangu, ukizisoma mtu wa Mungu, ukizisoma dada yangu, utaona mambo ya ajabu hii dunia ambayo haujawahi kuziona. Nasikianga watu wengine wakisema, Mungu ameongea na mimi, Mungu amesema na mimi. But God has got a way that he speaks. Mara mingi anakuweka katika trance kwanza. Anakufanya kama amekuzimisha kwanza, kwa sababu hii mwili haiwezi ongea na Mungu. Kaa ukijua hiyo. Kuna aya za Biblia ndugu yangu ukizisoma, zina uweza mkubwa kabisa. Na zitakufundisha mambo mengi. Maana hizi ni aya zimetoka kwa Mungu, zikateremshwa kwa manabii kwa ajili ya elimu ya mwanadamu. Kwa ajili ya elimu ya mwanadamu. Ndiyo hizo tiba, hiyo elimu ikashukishwa. Wanasayansi wanajua mambo. Na wanasayansi wanajua mambo kwa kupitia elimu. Lakini hujawahi kujiuliza, chanzo cha elimu ya wanasayansi inaanzia wapi? Mwalimu wa mwanasayansi wa kwanza ni nani? Maana hawezi kuwa amelala tu akaamuka akiwa amejua kwamba nikifanya namna hii maji itatoa umeme. Hawezi kuwa amelala namna hii akajua kwamba mti fulani ni dawa, inaweza ikaponya malaria, inaweza ikaponya kichwa, inaweza ikaponya tumbo. Hasha, la hasha. Asikudanganye mtu. Kuna jambo ambalo unafichwa. Kuna vitabu vya kipekee ambazo zimefafanua aya za Biblia. Wewe umepatiwa Biblia ikiwa imekusanywa, lakini kunayo vitabu vimeandikwa na manabii ambayo wewe hauvijui na hujawahi kuonyeshwa, ambayo vimebeba elimu ambayo unaona hawa wanasayansi wanaitumia. Imebeba elimu ambayo unaona hawa wanasayansi wanaitumia. Kwa hivyo mwalimu wa kwanza ni nabii. Amepokea kutoka kwa Mungu jambo fulani, kisha akafundisha wanafunzi wake. Na watu wa zamani hawakuwa na masimu kama sisi, hawakuwa na kompyuta ambayo inaweza toa video calls, video teachings. Walikuwa wanatumia maandishi. Kwa hivyo walikuwa wanaziandika. Sasa wale wanasayansi walizozipata hizo vitabu, wakazisoma, wakazielewa, fahamu zao zikafunguliwa. Sasa wanakuja wakidai kwamba hiyo ni mafumbuzi yao. Wanakuja wakijidai ni elimu yao, hiyo ni ufumbuzi yao, ni elimu yao binafsi. Kwa nini? Kwa ajili ya kutaka kuitawala dunia. Pili, kwa ajili ya kutaka kujitolea utajiri. Wewe hauwezi kukaa hapo na ukajua kwamba ndani ya maji iko na madini mingi. Na jua, mbalamwezi na nyota zote, nguvu zake za kuachilia nuru inatoka kwa maji. Inatoka kwa maji. Maji ilishirikiana na Mungu katika uumbaji wa dunia hii. Vitu vingi vimetoka ndani ya maji. Kwa hivyo, nina siri nyingi na uweza nikakufundisha. Kuna wakati ukiona maji imekaa njia fulani, wakati kunataka kunyesha, ukisikia jua imekuja ni kali sana, piga dua. Piga dua. There is a communication hapo. Unaposikia kwamba kwa nini wakati
mvua imekaribia, basi jua inawaka kweli kweli. Kwa nini? Kuna kaukweli kamefichwa hapo. Kuna communication inafanyika hapo. There is a communication. Kwa hivyo kama mtu mwenye hekima na maarifa, piga dua yako hapo hapo. Piga dua ya kitu unayoitaka duniani, kitu ambao umekuwa ukiitaka. Piga dua. Hata kama ni mtoto unataka, piga dua. Kama ni mke unataka, mume, piga dua. Kama ni utajiri unataka, piga dua. Lakini kuna muda ukipiga dua haipingiki. Nothing can resist that supplication, that prayer. There is a way that when the water forms itself, it is communicating something. And ni kitu cha kawaida tu, inafanyika. Wakati tsunami ilikuwa imetaka kukuja, ndege zilikuwa zinakimbia kweli kweli, na wanyama wa baharini walikuwa wanakimbia, wanatoroka, wanakuja huku kwenye uvuke, wanakuja kwenye nchi kavu. Mnyama hakuogopi tena. Hizi mamijusi zinakuja, malizard zinakimbia, wanyama hawaogopi binadamu tena, wanakuja tu, wakipita wakienda zao, wakitoroka. Sasa hapo kuna wale wenye hekima wanajua kuna kitu inataka kufanyika baharini, na hizi wanyama zimeshapata communication, zimeshapata information kwamba kuna kitu inataka kufanyika ndani ya bahari. Lakini binadamu ni wazembe wa elimu, hawataki elimu. Kwa hivyo kuna matukio, kuna jinsi mawingu ikikaa, it's a communication. Hiyo ni information, it's a message. Piga dua. Ukiona maji yakitiririka kwa kasi, wakati mwingine polepole, ujue ni dua gani utaipiga kwa wakati huo. Ukisikia jua imekuwa kali, ukiona mawingu imekuja ikafunika jua, piga dua. Piga dua yako. Sema kile unachoitaka. Sababu wakati hiyo kuna communication that is taking place. I am teaching these things. It is not something that I just guess from my own thinking. Mimi ni kijana mdogo. Siwezi kuwa ninafikiria vitu vya ndani kiwango hicho. Ninapoketi natafuta kuzungumza na Mungu anielezee, maana nimenia kupeana elimu ya Mungu ili binadamu wapone, binadamu atoke kwenye tabu. Musa alipochukuliwa kupatiwa aya, kuteremshiwa aya, alipitia challenges mingi, alipitia darasa ya kipekee. And Moses took 40 years akifundishwa elimu ya Mungu, ndiye akateremka Misri. 40 good years ndio akateremka kwenda kuchukua wana wa Israeli, akijua ni nini anafanya. Amepata uhakika wa kitu anafanya. Na mimi nazungumza haya maana nimepata uhakika wa mambo ninayoyaongelea, ya mambo ninayoyaongelea. Kwa hivyo I will come, nitakuja mpaka nikufundishe portals zinafungukanga aje, the spiritual portals to connect you to the spirit world. So follow me as I continue to teach you. You'll be a blessing to yourself and to others. These words that I'm teaching you, they are a blessing to you, to your generations, and to the people around you. Hata kwa wanyama wanaokuzunguka, kwa maisha yako ya leo na hata ya baadaye.